Sasa leo tunakuja asaba mbili. Asaba ya kwanza, al-asabatu bil ghairi. Kuna wanaorithi kwa kupitia uasaba unaoitwa al-asabatu bil ghairi, wa hiya khassatun bil inathi. Ili linahusika kwa wanawake, nao ni wangapi? Ni kama wanne hivi: albintu wa bintu libni wal ukhtu shaqiqa wal ukhtu li abi. Ni watu hawa tu wanaorithi kwa uasaba wa al-asabatu bil ghairi. Ni wanawake wa aina nne. Kwanza, binti wa marehemu au binti wa mtoto mwanamume wa marehemu. Tulisema toka jana na siku zingine kwamba mtoto wako wa mtoto mwanamume ni nani wako? Waislamu tupo? Mtoto wa mtoto wako mwanamume huyu ni mwanao, si mwanao? Umeelewa? Lakini mtoto wako wa mtoto mwanamke ni mwanao, si mwanao? Wa watu huyu, hii sura ndakaeleweke. Mtoto wako wa mtoto mwanamke, yani mjukuu wako wa mtoto mwanamke, huyu anakwao. Lakini mtoto wako au mjukuu wako wa mtoto wako mwanamume ni wako, ni sawa na yule mwanao. Tunaelewana? Kwa hivyo huyu marehemu ameacha mtoto wa mtoto wake mwanamume, au huyu marehemu ameacha binti yake, au huyu marehemu kaacha dada yake baba mmoja mama mmoja na yeye, au huyu marehemu kaacha dada yake baba mmoja tu wanashirikiana na yeye. Hawa wanaitwa maasaba bil ghairi. Watapata uasaba vipi? Hivi: fa idha wujida ma ihdahunna dhakarun fi darajatiha asabaha, endapo atapatikana sasa pamoja na hawa wanawake wanne, mmoja katika hawa wanne akapatikana mwanamume aliye daraja moja na huyu mwanamke. Yani mfano, mtu kafariki, kaacha binti yake, lakini pia kaacha na mtoto wake mwanamume. Binti na mtoto mwanamume daraja lao kwa huyu marehemu ni daraja moja, sio? Huyu mwanamke anabadilika, badala ya kurithi nusu ya mali ya baba yake, kaka yake anamwambia haiwezekani, njoo huku. Anamfanyia taasib, njoo. Akisha kuja kwa kaka yake anamwambia sasa hii mali ni yetu sote, wewe utachukua moja, mimi nachukua mbili. Hiyo ni kwa mujibu wa Qur'ani, yusikumullahu fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayain. Kwa hiyo asaba bil ghairi ni dada au binti anapokuwa na kaka yake. Kama ni dada, anaye kaka yake. Kama ni dada wa baba mmoja mama mmoja na marehemu, anaye kaka yake. Kama ni dada wa baba mmoja na marehemu, awe na kaka yake vile vile. Tunaelewana? Asaba bil ghairi ni mabinti anapokuwepo na kaka yake au mjukuu wa mtoto mwanamume. Mfano, mtu kafariki, kaacha mjukuu wake wa mtoto mwanamume, mjukuu huyu mwanamke, lakini pia anaye mjukuu mwingine wa mtoto mwanamume mwingine. Huyu mjukuu wa huku ni mtoto mwanamume. Wote hawa wawili ni wajukuu, lakini baba zao si mmoja, wote ni wajukuu. Huyu mjukuu mwanamume anamfanya huyu ni dada yake, anamwambia dada, huwezi kwenda kuchukua peke yako hapo, lidhakari mithlu hadhil unthayaini. Wote sisi huyu ni babu yetu. Wewe unafika kwa huyu mzee kupitia baba yako, na mimi nafikia kwa huyu mzee kupitia baba yangu. Sote ni watoto wa wanamume, ingawa wewe ni mwanamke, mimi mwanamume. Hapo yule mtoto mwanamke atapewa moja, huyu mtoto mwanamume atapewa mbili, wanamrithi babu yao. Na hapo ni pale yule mzee anapokuwa hana hata mtoto mmoja, hana hata mtoto. Haya, hiyo ndio asaba bil ghairi.